Ulaya ipo katika misukosuko mikubwa zaidi, hususan kisiasa na kijeshi, na mgogoro wa Ukraine umegeuza marafiki wa karibu kwa wapinzani wakubwa zaidi. Leo tunazungumzia mvutano wa kihistoria unaokuwa kati ya Poland na Hungary. Marafiki wa kale waliokuwa kama ndugu sasa wameshikana koo kwa sababu ya vita vya Ukraine. Sasa wiki hii waziri mkuu wa Poland ndugu Donald Tusk alitoa kauli hii: iwe mtu anapenda au apendi, hii ni vita yetu. Lakini majibu kutoka Budapest hayakuwa ya kawaida. Waziri mkuu wa Hungary ndugu Viktor Orban alimjibu kwa maneno makali, akasema, bwana Tusk, unaweza kufikiria kuwa uko vitani na Urusi, lakini Hungary haipo. Hata Umoja wa Ulaya haumo vitani. Unacheza mchezo hatari na maisha ya mamilioni ya wazungu. Hii ni hatari zaidi. Hii haikuwa tofauti na maoni, bali ni alama ya ufa mkubwa kati ya mataifa haya mawili ambayo kwa karne nyingi yalikuwa karibu sana. Karne nyingi Poland na Hungary walijulikana kama marafiki wa kweli zaidi. Mataifa yote mawili yalikuwa Katoliki na mara nyingi yalishirikiana kifamilia na hata kwenye mambo ya kifalme. Methali za zamani inasema mpole na Mhangari, marafiki wazuri wawili pamoja hupigana na kunywa. Katika mapambano ya karne 19 dhidi ya milki kubwa walikuwa bega kwa bega. Jenerali maarufu Poland ndugu Joseph Bem aliongoza jeshi la Hungarian katika vita vya uhuru vya mwaka 1848. Baada ya kuanguka kwa ukomunisti mwaka 1989, mataifa yote mawili yaliingia NATO na Umoja wa Ulaya. Mara nyingi yalishirikiana kupitia kundi la Visegrad. Na katika miaka ya karibuni Viktor Orban na Joshua Kaczynski walikuwa sauti za pamoja dhidi ya sera za Brussels, hasa kuhusu wakimbizi, uhuru wa kitaifa na udhibiti wa Umoja wa Ulaya. Kwa muda mrefu Poland na Hungary wanaonekana kama safu moja ya upinzani dhidi ya nguvu ya Magharibi. Chini ya uongozi wa Donald Trump na waziri wa mambo ya nje ndugu Radosław Sikorski, Warsaw imegeuka Brussels na Washington kwa karibu zaidi, na inaona vita vya Ukraine kama vita vya Poland na Ulaya mzima. Wakati huo huo, Viktor Orban ambaye anasema Hungary haitaki kushiriki kwenye mantiki ya kivita ya NATO, anaamini Ulaya inapaswa kutafuta mizani kati ya mashariki na magharibi. Matokeo yake, urafiki wa kihistoria wa karne nyingi sasa umevunjika. Ukraine imekuwa mstari wa kugawanya marafiki hawa wa kale. Je, Poland na Hungary zitaendelea kugawanyika kwa sababu ya vita na siasa za kijiografia, au je, historia yao ndefu ya urafiki inaweza kushinda siasa za sasa na kuwaleta tena pamoja? Hili ndio swali ambalo linabaki mbele ya macho ya dunia.